Sisi kwa upande wa serikali, kwa maana ya ofisi ya mkuu wa wilaya, tutakuwa bega kwa bega na nyinyi. Tunaomba ushirikiano, tufanye kazi kwa pamoja. Kama alivyosema Mheshimiwa mbunge, kazi ya kuhudumia wananchi inahitaji teamwork. Ni kama timu ya mpira. Kuna timu moja jana ilikuwa inacheza, mchezaji mmoja akapewa kadi nyekundu. Unaweza ukaona ile timu haikufanikiwa. Kwa hiyo timu hii inahitaji ushirikiano kati ya viongozi wa wilaya, watumishi wa serikali mlionao kwenye maeneo yenu, Mheshimiwa mbunge pamoja na chama pia. Tuna bahati nzuri sana, Mheshimiwa mbunge ni msemaji mzuri sana. Kwa hiyo tumtumie kikamilifu, na ametusaidia mambo mengi. Baadaye mkipata nafasi ya kupitia kwenye makabrasha huko, mtaona kazi ambayo Mheshimiwa mbunge tumeshirikiana naye kuifanya kwa kipindi cha miaka 5, na hata kipindi hiki ambacho hamkuwepo sisi tumefanya kazi, lakini kwa kiwango kikubwa hatujamwacha mbunge. Yako mambo ambayo yako ndani ya uwezo wetu kwa maana ya halmashauri. Yako mambo ambayo yako juu ya uwezo wetu. Kwa hiyo kama alivyosema mwenyewe, tumtwishe huo mzigo. Hata kama ungekuwa mzito namna gani, yeye anajua namna ya kupita kule juu, hatimaye tukapata mafanikio. Tumtumie kikamilifu. Mheshimiwa mbunge ni msikivu na anapambana kweli kweli kwa ajili ya manufaa ya wilaya yetu. Halmashauri hii haiwezi kujiendesha kama haikusanyi mapato. Na mpaka sasa hivi hapa, kwa kipindi ambacho hamkuwepo, kuanzia mwezi Julai tumeanza mpaka leo mwezi Disemba, ukusanyaji wa mapato tuko 38%. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, utakapopokea ile taarifa utaona hilo. Kwa hiyo tunahitaji kushirikiana kuhakikisha vile vyanzo tulivyoviainisha kwamba tutavikusanya, tuvikusanye. Tunao uzoefu hapa. Diwani kwa kujua au kutojua, naye amekuwa kikwazo kwenye ukusanyaji wa mapato ya halmashauri. Jambo tukishaliazimia hapa tukalipitisha, lile ni azimio la kwetu sote, tunatakiwa tulisimamie, tuhakikishe linatekelezwa kwa manufaa ya wananchi wetu. Tuhakikishe fedha tunazozikusanya kweli zinaenda kwenye miradi ya wananchi. Tuna changamoto nyingi kama alivyosema Mheshimiwa mbunge, na tunakusanya pesa hapa. Tuhakikishe zile pesa zinarudi kule kwa wananchi kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo kwenye maeneo yetu. Kwa hiyo tunayo miradi mtapitishwa kwenye kabrasha. Iko miradi mbalimbali inayotekelezwa na serikali kuu, inayotekelezwa na halmashauri. Nikisema serikali kuu, nina maana miradi ya TANROADS, miradi ya TARURA, miradi ya RUWASA. Tuna chuo cha VETA kiko pale Bitirio. Hiyo miradi yote iko kwenye halmashauri hii. Kwa hiyo lazima tufuatilie utekelezaji wake. Tuna ujenzi wa shule za msingi, ujenzi wa madarasa ya sekondari, vituo vya afya. Kuna fedha nyingi ziko huko. Hizi fedha zinahitaji usimamizi wetu. Kama mwenyekiti wa baraza lile la kata, unatakiwa usimamie kuhakikisha hiyo miradi inakamilika na inatoa huduma kwa wananchi. Tuna miradi iko mingi inatekelezwa kwenye maeneo yetu. Mingi inaenda kwa kusuasua. Kwa hiyo tunaomba tusaidiane kwenda kusukuma, pita kwenye hiyo miradi, kagua kuna changamoto gani. Kama kuna changamoto ambayo unaweza kuitatua, elekeza hapo hapo. Kama kuna changamoto ambayo iko juu ya uwezo wale wanaosimamia pale, wasiliana na mkurugenzi
wasiliana na mwenyekiti, wasiliana na DC, wasiliana na mbunge, ili tusukume kwa pamoja hiyo miradi ikamilike, iweze kutoa huduma kwa wananchi. Amezungumza mheshimiwa mbunge hapa hoja ya kipato, uchumi wa wananchi wetu. Tunao kazi ya kufanya. Sisi tumeanza, lakini tunatakiwa tuendelee kuifanya. Wananchi wetu wanahitaji kuongezewa kipato zaidi, na kipato kinaongezwa kwa kufanya shughuli za kiuchumi. Shughuli zipi? Tumeona tunalo ziwa hapa. Kwenye ziwa wavuvi wanavua, lakini samaki zinapungua. Tufanyeje kama wilaya? Mheshimiwa Mwenyekiti, lazima tuongeze, tutumie vizuri haya maji ambayo tunayo, na fursa mojawapo ambayo ipo kwenye eneo hilo ni kufuga samaki kwenye vizimba. Mikopo ipo, inatolewa na serikali. Kwa hiyo ni kuhamasisha vijana, vikundi, watu wajiunge kwenye vikundi, tuombe mikopo mingi zaidi. Pale tunaposhindwa, Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa mbunge yupo. Mheshimiwa mbunge, tuna vikundi 10. Labda viwili vimepata, 8 havijapata. Tusaidie kusukuma hapo. Ndivyo maeneo mengine wanavyofanya. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunasukuma ili vikundi vikifuga samaki kwenye vizimba, kwa sababu vile vikundi vinakuwa na watu 10 na kuendelea, tutakuwa tumeongeza uchumi wa hivyo vikundi. Lakini kwenye miradi ya umwagiliaji, tuna miradi ya umwagiliaji inaanzishwa siku za hivi karibuni. Tunataka sasa ile tukishatengeneza mradi, wananchi wanaitumia hiyo miradi kulima wakati wote wa mwaka, kuongeza kipato cha familia. Lakini pia tusilime tu mazao ya aina moja tu. Yako mazao mbalimbali hapa ambayo yakilimwa na wananchi yanaweza yakasaidia kuinua kipato chao. Watu wa Roche huku, watu wa Goribe huku, watu wa Mkoma, kuna kilimo cha tumbaku, kuna kilimo cha pamba. Tuhamasishe wananchi walime, kwa sababu mbegu za pamba kwa mfano zinatolewa bure na serikali. Mbegu za tumbaku zinatolewa bure na serikali. Kwa hiyo lazima tuhamasishe wananchi walime. Kuna kilimo cha ufuta, kilimo cha alizeti. Tuhakikishe tunahamasisha wananchi wale wenye uwezo wanalima. Kupitia njia hizo na nyingine, Mheshimiwa Mwenyekiti, baraza lako likiamua linaweza kabisa likaongeza kipato cha wananchi wetu, na hivyo kukuza uchumi wa mwananchi mmoja mmoja kwenye eneo letu. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa mbunge ameeleza hapa kwamba uchaguzi ulifanyika tarehe 29. Ni kweli ulifanyika, na kama alivyosema, wilaya yetu ya Rorya tulimaliza uchaguzi vizuri, na hapakuwa na aina yoyote ile ya fujo. Hapakuwa na fujo ya aina yoyote. Kwa hiyo tumesikia tu kwa majirani kwamba baada ya uchaguzi watu wameandamana na madhara mbalimbali yamepatikana. Kwa hiyo tumesikia pia wamesema Desemba 9 wataandamana. Sisi tunao wajibu kama wajumbe tulioko hapa, tusiachie hii kazi serikali peke yake. Kwa hiyo wajumbe, waheshimiwa madiwani, tunao kazi ya kufanya kule kwenye kata zetu. Kama sisi tulivyofanya kipindi kile mnachaguliwa. Mimi nimefanya vikao na viongozi wote wa vijiji, viongozi wa dini, nimefanya kazi viongozi na wazee wa mila, bodaboda, wakuu wa masoko, viongozi wa BMU. Nimefanya hivyo vikao na hayo makundi, nikieleza madhara ya maandamano, hasara ya maandamano. Na kwenye maeneo yetu, kwenye hivyo vikao walikuwa wananiambia kwamba wameona kweli, wengine wanashuhudia kabisa kwamba wamepata madhara kwenye familia.
niwaombe sana, tutakapomaliza hapa, tutakaporudi kwenye maeneo yetu, nimeshawaagiza watendaji wa kata, watendaji wa vijiji, ninaomba mkanisaidie kusimamia, tufanye vikao na makundi mbalimbali, vijana ambao wako kwenye vijiwe, bodaboda. Mheshimiwa Yoi pale hapo Shirati, kutana ufanye kikao na wale pale sokoni, stendi, vijana wa bodaboda. Nimetoa tu mfano kwa Yoi, lakini na maeneo mengine kote ambako tuna hao vijana, tutoe elimu